kama kawaida. Na familia ya mshukiwa wa mauaji ya afisa wa GSU aliyekuwa akishika doria kwenye lango kuu la ikulu ya Nairobi imesema kwamba ana matatizo ya akili. Wakizungumza na wanahabari katika kijiji cha Kalawa, kaunti ya Makueni, familia hiyo imesema kwamba Kithuka Kimunyi Musimi alifunga safari kuja hapa Nairobi Jumatatu alfajiri, lakini hawakujua sababu ya kuandaa safari hiyo. Haya yanajiri huku mahakama ya Kibera ikikubali wapelelezi wamzuilie kwa siku 14 zaidi ili uchunguzi ukamilike. Zaidi ya kilomita 60 kutoka mji wa Wote, kaunti ya Makueni, unafika kijiji tulivu cha Kalima kilichoko wadi ya Kalawa, Mboni Mashariki. Hapa ni nyumbani kwa Kithuka Kimunyi Musimi aliyegonga vichwa vya habari kwa tuhuma za kumfuma kwa mshale afisa wa GSU Ramadhan Mathika aliyekuwa akishika doria katika lango kuu la ikulu. Familia yake imesema kwamba ilishinda pamoja na mshukiwa kabla afunge safari ya kuja hapa jijini Nairobi, ila haikujua sababu ya safari yake kwani alikuwa na matatizo ya kiakili. Alikuwa anakasirika kila saa, kukasirikia mama. Jumatano adhuhuri, maafisa wa DCI kutoka Kilimani walimfikisha mshukiwa kwenye mahakama ya Kibera. Alionekana kuwa dhaifu baada ya kulala kwenye seli za kituo cha Kilimani. Wapelelezi wakiomba koti waruhusu wamzuilie kwa siku 14 zaidi ili kuwapa muda wa kukamilisha uchunguzi kabla ya kumshtaki kwa kosa la mauaji. Siwachiliwe ndio tumalize uchunguzi kwa kinagaubaga. Afisa wa DCI anayefanya uchunguzi kwenye kesi hiyo ameiambia mahakama kuwa mshukiwa alikaribia lango da la ikulu saa 2 asubuhi na alionekana kama mtu anayerandaranda mtaani. Alikuwa na upinde na mshale uliofichwa kwenye begi la rangi ya samawati. Kisha alijificha nyuma ya gari lililokuwa likipitia ukaguzi wa usalama na kulenga mishale mara 2. Wa kwanza haukumpata mtu yeyote, lakini wa pili ulimdunga afisa wa GSU Ramadhan Mathika kifuani upande wa kushoto. Alifariki akipokea matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Utazuiliwa pale Kilimani Police Station siku 14 ndio hizo investigations ziweze kuwa completed ama zimalizike. Ukiwa huko kwa hiyo police station, kama uko na wakili anaweza kuja kuone hapo, ama pia familia yako inaweza kuja kuone hapo. Utapelekwa huko Mbagathi Hospital for medical treatment kwa hiyo mguu yako, na hiyo treatment utapelekwa saa hii kabla upelekwe huko police station. Mahakama pia imeambiwa kuwa mshukiwa ni mtu asiye na makazi na ana umri wa miaka 55. Alisafiri kutoka kaunti ya Makueni hadi Nairobi Jumapili usiku. Kesi hiyo itatajwa tena Oktoba 28. Winfrey Owino, KTN.